Habari ya muda huu. Kwa majina naitwa Mr. Mashav. Leo nataka nikuelekeze maajabu ya hii CraftDeFi, jinsi inavyoweza kutoa pesa na jinsi ambavyo inavyoweza kugawa utajiri kwa watu wengi sana. Sasa CraftDeFi ni nini? CraftDeFi ni platform au ni project inayokuunganisha wewe na huduma za kifedha zinazofanya shughuli zake ndani ya mfumo wa blockchain. CraftDeFi imezaliwa kutoka kwenye decentralized finance, yani DeFi, ambapo kwa Kiswahili tunasema ni huduma za kifedha zisizokuwa na mtu wa katikati anayezioperate, bali zinafanya shughuli zake ndani ya mfumo wa blockchain ambao hauwezi kufikiwa na mwanadamu wa kawaida, isipokuwa ni teknolojia zenyewe kati ya blockchain na smart contract ndio zina operate ndani ya huo mfumo. Hasa CraftDeFi ni project ambayo inaoperate ndani ya mfumo wa blockchain 100%. Hasa CraftDeFi imekuja na product inayoitwa token. Imetengeneza token ambayo ni native token ya project ya CraftDeFi. Hii token inaitwa Craft Token au CRT. CraftDeFi kuna vitu vingi ambavyo vina backup, ambapo kati ya hivi vitu vinaifanya CraftDeFi kuweza kuwa na thamani kubwa. Kitu cha kwanza, kuna hiki buy and stake. Maana yake unanunua hapa, unaandika hapa kiwango cha USDT ulizonazo kwenye Trust Wallet au kwenye wallet yako yoyote, alafu unapata idadi ya CRT utakazopata. Unachagua mwaka, staking period, kama ni mwaka mmoja au miaka miwili au mitatu. Alafu then una stake. Hapa ni buy and stake. Hawezi kubai alafu hold, bali unaruhusiwa kubai na kustake ya kwanza. Lakini pia hapa ni staking ambazo una stake. Lakini pia kuna product nyingine hii hapa, anakuambia ni hold to earn. Hii hapa inaitwa hold to earn. Hold to earn hapa wamekopa nafasi ya kuclaim zile CRT zako. Mfano hapa una claim zile CRT zako hapa, zikifika CRT 100 una claim. Ukisha claim hapa itakwambia claim CRT. Ukisha claim hapa CRT zitakuja kwenye balance, ambapo kwenye balance unazikuta ni hizi hapa, stake more CRT. Hapa your balance CRT ni hizi hapa. Sasa hizi ni zile ambazo umeweza kuziclaim. Sasa kama umeziclaim ndio unakuja hapa hold to earn. Unazihold hapa, utakuta kipengele hakijawa registered. Kwa utaregister, ukisha register unakuwa umehold automatic. Ukihold unapata meme CRT. Wametengeneza meme CRT yao inaitwa meme CRT au MMCRT. Kwa hiyo hii meme CRT unapata, ambao kwa sasa hivi price yake iko na price yake ni hii hapa, iko na 0.00010, ambapo sasa kwenye hiyo hapo price yake itakuja ipande kulingana na jinsi ambavyo wanaifanyia development na vipengele ambavyo vinazidi kuendelea kuwepo. Itakuja kuvunja hata sifuri kadhaa. Ikivunja sifuri kadhaa, watu watakuwa na hela nyingi sana. Kwa hiyo ukihold unanunua. Na hii, ili kupata hii meme CRT kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni hii hold and earn. Hold to earn. Una hold zile CRT ambazo umeziclaim, alafu unapata hiyo meme CRT. Lakini njia ya pili ni hii hapa, hii peer to peer. Tunaona hapa watu wamelisti meme CRT zao wanauza. Maana yake una uwezo wa kuja kununua hapa meme CRT ukapata CRT nyingi. Mfano kama huyu hapa anauza CRT milioni 32, maana huyu hapa milioni 35, unanunua kwa price hii hapa iliyopo sokoni, hii hapa 0.00010. Kwa hiyo, lakini pia CraftDeFi wameleta kipengele kimoja kizuri sana ambacho kinawawezesha wale manetworker kupata pesa nyingi sana. Hicho kipengele ni hiki hapa, kinaitwa team building. Maana yake kulingana na timu yako ndivyo ambavyo unavyozidi kushika nafasi. Mfano hapa kuna vipengele hivi hapa, kuna hizi package wameziweka hapa.
Kuna hii package ya kwanza inaitwa bronze. Ina maana ukishirikisha watu 20, alafu hao watu 20 wakakutengenezea volume ya dola 250, utapata CRT 100. Watakupa CRT 100 za offer za kama bonasi, lakini watakupa dola 15, ambayo hii dola 15 itakusaidia kufanya meeting na team yako. Umeona? Lakini pia kipengele cha pili ni silver, ambapo silver unatakiwa uwe na member kama 30, lakini pia na volume ya dola 600. Hapo atakupa CRT 150, lakini pia na dola 20 kwa ajili ya meeting ndogo na member wako kadhaa, watu wachache. Lakini pia kipengele cha tatu ni gold. Ukiunlock hiki inatakiwa uwe na member 50, lakini pia na dola 2000, ambapo utapata token 300 kama za bonus, lakini pia na dola 60 kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya meeting na watu wako. Lakini kipengele cha 4 ni hiki hapa, ni platinum, ambapo inatakiwa na member 30, lakini 80, lakini pia na volume ya dola 5000. Hapa dola 5000, ambapo sasa hapa CRT unapewa CRT 1000 na USDT 150 kwa ajili ya kazi ya team, kwa ajili ya kuweza kufanya meeting ndogo na team yako. Lakini kipengele cha mwisho ni hiki hapa, ni diamond, ambapo unakuwa na member 100, lakini pia na volume ya dola 10. Kwenye hii volume unapata CRT 2500 wanakupa, lakini pia na token za dola 300 kwa ajili ya meeting ndogo na watu wako. Kwa hiyo hicho ndio kipengele ambacho wamekiboresha, lakini pia kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kuja vitakavyoweza kukufanya wewe ufaidike. Lakini kuna hichi kipengele tena hapa kwenye Craft DeFi. Mfano umeanza biashara, umeanza kustake. Ukiweka hapa kwenye USDT, maana yake unaruhusu zile rewards zako uzipate kwa mfumo wa USDT na inaenda direct kwenye wallet yako. Lakini ukiweka hapa kama mimi nilivyoweka hapa, unapata nafasi ya kuweza kupata CRT token 2 peke yake. Ukiweka hapa inakupa nafasi ya kupata zile rewards zako 50 kwa 50 USDT na 50 CRT. Kwa unaangalia uweke wapi. Huu ni mfumo mzuri sana ambao unakuwezesha wewe kuweza kufanikiwa kupata fedha nyingi. Sasa ili kuanza na rahisi sana, unakuja hapa buy. Ukishakuja hapa buy, unaandika hapa kiwango. Ukishaandika kiwango hapa cha CRT, kama unaweza ukaandika labda dola 500, ukaandika dola 500. Ukiandika dola 500 hapa unaona umepata CRT 2989, ambapo hii 2989 unakuja hapa una stake kwa miaka 3, ambapo hapa inakwambia rate ni 1 CRT tu dola hiyo hapo, lakini kwa miaka 3 utapata 350% ya hii hapa kwa baada ya miaka 3 hiyo contract kuisha. Lakini sio tu utapata fedha baada ya hiyo contract kuisha, hapana. Kuna 0.95 ambayo unakuwa unapata kila siku. Hiyo unaweza ukaitoa muda wowote, ukatoa fedha yako muda wote. Hiyo ni rewards ya kila siku 0.95, ambapo unaweza ukatoa anytime. Kwa hivi ndivyo ambavyo biashara inavyofanyika. Lakini pia kwenye kama unataka kutoa fedha, unakuja hapa swap CRT to USDT. Ukisha swap, mfano hapa mimi nina CRT 1379. Kama nikiandika CRT 50, hapa napata dola 7 kwa price iliyopo sasa hivi. Kwa hapa nikiswap inaenda moja kwa moja kwenye wallet yangu. Yes, lakini hapa kuna roadmap ambayo ni kama vile barabara ambayo project inatakiwa ipite hapa. Foundation. Hapa nakwambia phase 1 ni foundation, ambao kwenye hii foundation imeshakamilika yote. Anakuambia ni smart contract development, token employment ambapo ni BEP2, BEP20, private sale launch, website and dashboard,
staking contract, swap contract, referral system. Hii yote ilishakamilika, lakini phase 2 anakuambia public token sale. Hii na yenyewe pia imekamilika. SEC listing, maana yake wakitoka hapa wanakuja hapa ni public token sale. SEC listing, maana yake watailisti token yao ya CRT kwenye centralized exchange kama MEXC, Bybit, Binance, watailisti huko. Liquidity program watafanya ndani ya phase 2. Mobile app beta watafanya ndani ya phase 2. NFT correction launch, governance module, cross chain bridge. Mona, hii ni phase 2. Sasa phase 3 anakuambia ni expansion. Phase 3 ambao ni planned. Mona, hizi hapa hii kwenye phase 2 ini progress, maana yake wako wanaifanyia kazi sasa hivi. Ipo inafanyiwa kazi sasa hivi. Hasa phase 3 ambao ni planned, wana plan kufanya vitu gani? Ngoja tuone. Kwanza kuna AI powered analytic, lakini yield farming strategies, kuna launchpad platform, kuna NFT marketplace, kuna DAO governance, kuna addition chain support, kuna DeFi aggregator. Hii ni phase 3. Lakini phase 4 ambao ni planned pia na yenyewe anakuambia ni ecosystem. Ya kwanza kuna gamification integration, education platform, charter fund, global market, strategic partnerships, venture fund, kuna full decentralization. Hiyo ni phase 4. Kwa hiyo na wenyewe wanapitia nyakati 4. Kuna phase 1, phase 2, phase 3 na phase 4. Lakini pia kwa sasa hivi project price yake ni 0.1660 ambapo minimum APY ni 100%, lakini maximum ni hapa maximum ni hapa 350, lakini referral rewards ni 15%, kwa maana first generation ni 8% ile direct, lakini level ya pili ni 3%, level ya 3 ni 2% na level ya 4 2%. Ziko level 4 tu 2%, ambao ukijumlisha zote unapata hii hapa 15%. Lakini hii CRT token total supply yake ni milioni 80 tu, ambao hiyo milioni 80 imegawanyishwa katika makundi mengi ambayo na yenyewe ukiachunguza utakuja kuyaona. Lakini liquidity imelokiwa, ambao liquidity ni $650 plus imelokiwa hii hapa. Tunaona imelokiwa. Maximum APY hiyo hapo. Participant ni zaidi ya 3500. Joint. Maana yake hii project haina hata miezi miwili, lakini participant wameshakuwa wengi, maana yake wameikubali sana. Wameikubali project, na ni vitu vingi sana ambavyo viko ndani ya mfumo wa hii project ambayo kwa kweli ukiangalia vizuri sana unaona kabisa project inaenda kuwa the best kabisa, inaenda mbali sana. Sasa namna nzuri ya kuanza biashara ni rahisi sana, ambapo unachukua linki kutoka kwa mtu aliyekualika au alikutumia video au kwa mtu uliyesikia nizungumzia Craft DeFi. Ukishachukua linki, unachotakiwa kufanya uwe na application kama Token Pocket na decentralized application yoyote, mfano Token Pocket, Trust Wallet, SafePol. Lakini kama utakuwa na Token Pocket au Trust Wallet, it is better than. Kwa hiyo ukishakuwa na hiyo ukiwa na hiyo wallet mojawapo kati ya hizo, kama huna, nenda Play Store. Ukishafika pale Play Store, andika pale kwenye search, gusa, alafu utaandika Token Pocket. Itakuja TP yenye nembo ya TP. Utaifungua hiyo. Ukishaifungua basi utaelekezwa namna ya kuweza kuimport au kurestore yale maneno
12 na kisha utakuwa unamiliki wallet yako ya online. Sasa ukisha kuwa na wallet yako hapo, unachotakiwa ukifanya ni kuweka USDT ya network ya BEP20